Shalom, shalom kwako mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Ninayo furaha sana tena kukaribisha katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Singing in the Spirit. Kipindi ambacho mara zote kinakufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake, kama ambavyo tunajua wana wa Mungu sisi tumeishi utukufu wa neno lililotanguliwa kunenwa na manabii waliotangulia. Hakika mwana wa Mungu ambao umekuwa pamoja nami katika wiki hizi mbili, tazama tuko kwenye mfululizo wa somo letu linalokwenda kwa jina la uaminifu wa Mungu Baba. Na siku ya leo tutakuwa na mwendelezo wa somo hilo. Na kama ambavyo tumetangulia kuona kwamba uaminifu wa Mungu Baba umefunuliwa kupitia neno lake takatifu ambalo anasema nasi. Lakini pia tukiangalia katika kitabu cha Yohana 1 sura ya 1, neno la Bwana linatuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na tukiendelea katika Yohana hiyo 1:14 inatuambia kwamba neno akafanyika mwili akaja akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu Baba. Huyo neno aliyefanyika mwili basi ni Yesu Kristo. Na tunajua kwamba Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani imetufunulia uaminifu wa Mungu Baba. Na sisi wote tuliomwamini Yesu Kristo tumefanyika kuwa wana wa Mungu, na ambao tumezaliwa sio kwa damu wala kwa mwili, bali tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo basi Roho Mtakatifu ndani yetu anatufunulia uaminifu wa Mungu Baba. Nasi kwa sababu hiyo tuna Roho Mtakatifu anayekaa na kuishi ndani yetu. Tumeuona uaminifu, utimilifu wa neno ambalo Bwana alisema nasi, kwa sababu mwanzoni hii ilikuwa ni ahadi kwa manabii ambao waliotabiri kuhusu ujio wa Yesu Kristo. Walikuwa wanajiuliza hii ahadi itatimia katika kipindi hiki, nao wakajulishwa kwamba sio kwa wakati wao bali ni kwa wakati wetu sisi wana na ukuhani wa kifalme, ambao tuna kila sababu ya kumtukuza na kumshukuru Mungu Baba kwa ajili ya utimilifu wa ahadi hii ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Hakika Roho Mtakatifu ni utimilifu wa ahadi, lakini pia ni ufunuo wa uaminifu wa Mungu Baba kwetu sisi wana na ukuhani wa Kristo Yesu duniani kote. Basi tunataka tuangalie kupitia Roho Mtakatifu ndani yetu jinsi gani tumefunuliwa huu uaminifu wa Mungu Baba. Kitu cha kwanza, tumefunuliwa uaminifu wa Mungu Baba kupitia uwepo wake ndani yetu. His dwelling in us has really the faithfulness of God in us. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatufunulia kwamba Mungu ni omnipresence. He is present everywhere. He is not limited by anything. He is present everywhere at the same time. Hiyo ndio raha ambayo tunaona kwamba Yesu Kristo alivyokuwa anawaambia mitume wake, akawa anasema kwamba ni kwa faida yenu mimi niondoke ili msaidizi aje, ambaye sasa huyo alikuwa anazungumzia kwa habari za Roho Mtakatifu ambaye ni utimilifu wa ahadi iliyokuwa imenenwa. Lakini pia Roho Mtakatifu ni ufunuo wa uaminifu wa Mungu Baba kwa mwili wa Kristo. Kwa Roho Mtakatifu anazidi kutufunulia kwamba Mungu hazuiliwi na kitu chochote, kwa sababu ni Mungu katika Roho, ambayo Roho Mtakatifu ni ufunuo kwetu kwamba hakika Mungu hazuiliwi na kitu chochote. Mungu ambaye anaongea na mimi mahali hapa, ambaye anasema nami, hazuiliwi na mahali popote ulipo mwana wa Mungu. Unaponitazama, unaponifuatilia, Roho Mtakatifu anakuhudumia mahali hapo ulipo. Tukiangalia kwenye John 16:7, nitasoma katika tafsiri ya Amplified Bible. Inasema kwamba but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper, kwenye mabano, the comforter, the advocate, the intercessor, counselor, strengthener, standby will not come to you. But if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you, to be in fellowship, to be in close fellowship with you. Wow! Ndio maana Yesu Kristo anasema ni kwa faida yenu mimi niondoke, kwa sababu huyo msaidizi akija, yeye ndiye anayetufunulia the close fellowship with our Abba Father. Indeed, Roho Mtakatifu ndiye anayetufunulia ule ushirika wa karibu na Mungu Baba, na hadi tunazidi kuona uhalisi wa neno la Mungu Baba ambalo anasema nasi. Kwa sababu ukisoma neno pasipokuwa na Roho na usaidizi wa Roho Mtakatifu, neno la Mungu linakuwa tu ni la kawaida, you can't understand it. But with the help of the Holy Spirit tumekuwa able to understand neno la Mungu. Neno la Mungu limekuwa ni halisi kwetu kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa Roho Mtakatifu pia uaminifu wa Mungu Baba umefunuliwa kwetu kupitia urahisi wa sisi kulisoma neno la Mungu. Limekuwa halisi, limekuwa hai kwa kila mwana na urithi wa Mungu ambaye tayari amempokea huyu Roho Mtakatifu ndani yake, ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yake kwa ajili ya kumfundisha
anatufundisha, basi neno la Mungu tunazidi kuona uhalisia wa neno la Mungu katika damu na nyama, kwa sababu Roho Mtakatifu ni uhai ni uhai ndani yetu, lakini pia ni uhai katika kusoma na kulielewa neno la Mungu, kwa sababu ana enlighten our eyes that we may understand the word of God when we read it. Kwa hiyo tukiangalia kwenye Yohana 16 mstari wa 13 anasema kwamba anatufunulia kweli yote katika Kristo Yesu. Tuisome Yohana 16 mstari wa 13 anasema kwamba lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu sana. Through the dwelling of God the Spirit in us, kwa kweli tunazidi kuona uaminifu wa Mungu Baba kwetu, kwamba tunaposoma neno la Mungu tunafunuliwa kweli yote katika Kristo Yesu, na anayetufunulia kweli yote hakika ni Roho Mtakatifu, ikiwa ni udhihirisho kwamba hakika Mungu ni mwaminifu, na ndio maana hajatuacha peke yetu. He is with us. He is not limited by anything. Na ndio maana unaona Mfalme Daudi kwenye Zaburi 16 mstari wa Zaburi 46 mstari wa kwanza, neno la Mungu linatuambia kwamba He is the very present help in times of need. Yani yeye ndiye msaada wetu wa karibu, to the point kwamba sometimes hakuna ndugu wa karibu, hakuna mtu wetu wa karibu anaweza kusaidia, lakini He is the very present help. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu hazuiliwi na mazingira, hazuiliwi na kitu chochote. Amekaa ndani yako, yuko ndani yako kwa ajili ya kufunulia kweli yote kuhusu Yesu Kristo. Na ndio maana tukija tukaangalia kwamba hata Mfalme Sulemani alipokuwa anaandika kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 24 anasema kwamba lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Wewe unafikia ni rafiki gani ambaye anaambatana na wewe kuliko ndugu? Ni Holy Spirit. He is our very closest friend that we can count on. You can count on him. Hakika tunazidi kuona uaminifu wa Mungu Baba kwetu sisi, kwamba hatuko peke yetu, bali tuko na Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu sio nadharia, bali Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yetu, na huyo Mungu tunaona his personality in us through the communication, the fellowship that we have with our Abba Father, due to the revelation that we get through the Holy Spirit within us. Indeed, tunao furaha sana, na hizi ni habari njema ambazo ninakuletea kwako mwana wa Mungu, kwamba there's no teacher who can ever teach you than the Holy Spirit. Yeye ndiye mwalimu wa walimu, na ndio maana unaona Mungu kumwachilia Roho Mtakatifu ndani yetu ni kwa ajili ya kutufunulia darasa binafsi la kutaka kumwelewa na kumfahamu huyu Mungu ndani yetu katika personal yake. Tukiangalia kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 27, neno la Mungu linasema kwamba nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yanavyowafundisha, kaeni ndani yake. Kwa hiyo tunazidi kuona kumbe tunapokuja kufunuliwa kwamba tunapokaa ndani yake naye ndani yetu tunazaa sana, kama ambavyo inasema kwenye Yohana 15 ukianzia mstari wa kwanza na kuendelea kule chini, inasema kwamba tukikaa ndani yake na yeye ndani yetu tunazaa sana, kwa sababu he is the vine and we are the branch. Tunazidi kuona kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayetufunulia kweli yote kuhusu Kristo Yesu, lakini ndiye mwalimu, ambapo tunapata hadi boldness ya kusema kwamba wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Hiyo boldness tunaipata kwa sababu ya Mungu mwenyewe amedwell in us, and everyone else anayekuja ana confirm kile kitu ambacho tayari Roho wa Bwana ameshasema na wewe, kwa sababu he is the primary teacher inside you who can teach you all truth, who can teach you everything, kwa sababu ni mwaminifu sana. Kwa hiyo tunazidi kuona pia kwamba Roho Mtakatifu pia ametufunulia kwamba yeye ndiye ambaye ametufunulia pendo la Mungu Baba ndani yetu. Kwa sababu tukija tukaangalia katika mstari wa Yohana sura ya kwanza, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza anasema kwamba tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa sababu haukumtambua yeye. Sisi tumeitwa wana wa Mungu na ndivyo tulivyo kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndiye anayetufunulia. Hata tukisoma katika Warumi kuanzia 14
mpaka 17 pale unaona kwamba Roho Mtakatifu ana confirm in us kwamba we can even dare to call God our Abba Father, because Holy Spirit ni udhihirisho wa uwana ndani yetu, ambao sasa ndio asili yetu, kwamba sisi tuliozaliwa kwa Roho, sisi ni roho. Kwa sababu tukisoma kwenye Yohana 3 mstari wa 6b anasema kwamba kilichozaliwa kwa Roho ni roho, na mwana wa Mungu umezaliwa kwa Roho ni roho. That's why you are unpredictable, kama ambavyo inatambia kwenye Yohana 3 mstari wa 8 inatambia kwamba upepo, tukisoma anasema kwamba upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Sisi hapa we are the spirit, that's why you cannot be predictable. Na ndio maana wewe una asili ya uungu. Asili ya uungu ni kwa sababu wewe ni roho, kwa sababu Mungu ni roho, na sisi tuliozaliwa kwa Roho sisi ni roho. That's why Mtume Petro kwenye Petro 2 waraka wa pili wa Petro 1 mstari wa 4 inasema kwamba tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Unaona kwamba sisi tumekuwa washirika wa tabia ya uungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. There's nothing else that can define you different except the Holy Spirit who is in you. Na hiyo ndio tabia ya ushirika wa uungu. Ndio maana tuko tofauti, ndio maana tunafikiri kama Mungu, tunaona kama Mungu, tunawaza kama Mungu, tunatazama kama Mungu, tunaishi kama Mungu, kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. He makes all things different because he is the life of God in us. Ndio maana wewe ni uzima wa Mungu Baba hapa duniani, and you ought to kutawala, kutiisha, kumiliki, kutawala juu ya nchi kwa sababu ya tabia ya uungu ulionao, ambao Roho Mtakatifu ndio sasa udhihirisho wa hiyo asili ya uungu ulionao. Kwa sababu hiyo wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni Mungu hapa duniani unayemiliki, kutawala na kutiisha sawa sawa na asili yako ulionayo katika Kristo Yesu, kwa sababu umezaliwa katika Roho na umezaliwa kwa Roho wa Mungu, Roho wa nguvu, Roho wa ushindi, Roho wa ushuhuda, Roho wa uaminifu, Roho wa kumiliki na kutawala, kwa sababu wewe you are tayari you are up, kwa sababu Yesu Kristo, tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko kila namna ya enzi na mamlaka. That's the difference that mwana wa Mungu ulionayo katika Kristo Yesu. Hakika ninayo furaha sana ninapouona uaminifu wa Mungu Baba kupitia Roho Mtakatifu anayeketi ndani yetu. Ninasikia raha sana kwa sababu kupitia Roho Mtakatifu ndio ambao unaona kwamba sisi ni watofauti, na sisi ndio tunaoleta utofauti hapa duniani. Sisi ni nuru ya ulimwengu kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliye uzima wa Mungu ndani yetu. Lakini pia tunazidi kuona kwamba Roho Mtakatifu ndiye urithi wetu tuliopewa na Mungu Baba, urithi sio haribika. Hebu tuisome kupitia waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 3 mpaka 4. Anasema kwamba ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Rabakatarabashekete karabaseke. Oh my God, when I think of this, it is really awesome kwamba Roho Mtakatifu ni urithi ndani yetu, urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka. Haijalishi mwana wa Mungu mtu yote anaweza kalipishwa anything else on earth, but the inheritance of the Holy Spirit in us, it is everything. Ndio kila kitu ambacho anachokihitaji mwana wa Mungu, kwa sababu huu ndio urithi pekee usioharibika, usiokuwa na uchafu, usionyauka katika Kristo Yesu. Lakini pia kwenye Waefeso 1 sura ya Waefeso 1 mstari wa 13 mpaka wa 14 tunazidi kuona huu udhihirisho. Anasema kwamba nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Roho Mtakatifu anasema kwamba tumekwisha kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu
na Roho wa ahadi, yule wa ahadi aliye mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni arabuni ya urithi wetu, ni hakikisho la kwamba indeed we have an inheritance in God, and the Holy Spirit is the true inheritance that we have from our Abba Father. Hakika hizi ni habari njema. Nikiwaza tena nikizidi kufikiria kwamba Roho Mtakatifu, he is the best teacher ever, he is my inheritance. Lakini pia Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, na tukiangalia katika Bible, katika tafsiri za Kigiriki na katika Bible za Kiingereza, anasema kwamba he is our comforter. Have you ever needed a comforter? Sasa Roho Mtakatifu ndiye comforter tuliye naye, ambaye anasema kwamba tukisoma katika Yohana 15 mstari 26 anasema kwamba lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Huyu ndiye comforter tuliye naye, ambaye anamshuhudia Mungu ndani yetu. Karabashantere Rika sanda rabashanda rabayaza. Huu uaminifu wa Mungu Baba ambao umedhihirika uko dhahiri kwenye maisha yetu through the Holy Spirit. Indeed it is awesome, it is everything. Nataka mwana wa Mungu mahali popote ulipo, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, hazuiliwi na mahali popote, hazuiliwi na mazingira. Endelea kunena kwa lugha, mtukuze na kumshukuru na kumshangilia Mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi na amani, kwa ajili ya uaminifu wake kupitia Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi, ambaye ni uzima wa Mungu ndani yetu. Riko sharabakara Father, we thank you for the indwelling of the Holy Spirit in us. We thank you because Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa pekee na kweli, ndiye msaada wetu wa karibu wakati wa uhitaji, ndiye urithi wetu wa pekee ambao tunajivunia na ambao tuko nao, urithi usioharibika, urithi wa kweli tuliopokea kutoka kwako Baba. Rika rabajandere brahanda raka rikuza kata rabashendere bam. Endelea kumfurahia Bwana, endelea kumfurahia Roho Mtakatifu na karama zake, kwa sababu ndiye ushuhuda, ndiye udhihirisho wa uaminifu wa Mungu Baba kwetu kwamba hakika Mungu yuko ndani yako. The evidence is through speaking in tongues. Kanda rabashetai rikuza karabashantarabaya nikandereboza mantarabakaz riko sheketaya maronda kaze kete rakuza katarabashia masataya mandorobo rika sanderebaje kenemra hasata rika shandaraboza makando kelihanda basikete likoja kata marunda kezo rika shantana mando rika zereboja karadaba nekezentere bahanda rikaza rabashanderebo rikeseketaya bashirerebro zikata likoja masitaya mandorobo. Father, we thank you for the loving Holy Spirit in us. Lovely Holy Spirit, we acknowledge you, we thank you, we acknowledge your teaching, we acknowledge your presence, we acknowledge your love, we acknowledge that Father you have revealed unto us our true inheritance. We thank you, Abba Father, that lovely Holy Spirit you are now confirming to us that we are indeed the true sons of God, called by God himself, loved by God himself. Thank you, lovely Holy Spirit. Thank you, lovely Holy Spirit. Thank you, lovely Holy Spirit. Endelea kumshukuru Mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi na amani. Endelea kumshukuru Roho Mtakatifu mahali popote ulipo. Endelea kumshukuru kwamba unaona udhihirisho wa uaminifu wa Mungu Baba kupitia neno lake takatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni halisi ndani yako, na ndiye ambaye anauisha even your soul to understand that what you received was really God who dwells in you, who is above everything. Na ndio maana ninazidi kutamka juu yako kwamba everything that you're going through tonight, it ceases in the mighty name of Jesus, kwa sababu Roho Mtakatifu ndani yako ni uzima wa Mungu Baba ndani yako, na ameuisha kila eneo la maisha yako, kwenye masomo yako, in every aspect. May you continue to nourish in this goodness and faithfulness of the indwelling of the Holy Spirit in you. Karabashentana maradoskataya masha karabasandere baka rika shandaraba rikaza ta makandorobo. Father, we say hallelujah to you for the faithfulness that you have showed us through the person of the Holy Spirit in us. We acknowledge and celebrate you, Abba Father. In Jesus' mighty name we have prayed and believed. Amen, amen, amen. Mwana wa Mungu, siku ya leo nina habari njema kwamba kama uko unanitazama na unanifuatilia lakini hujawahi kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi utakuwa uelewi ninapoongelea habari za Roho Mtakatifu, kwa sababu unamsikia tu kama nadharia, ila nataka uwe katika ushirika naye, na njia pekee ni kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hebu rudia haya maneno pamoja nami ili uweze kumpokea Roho Mtakatifu na uzidi kuelewa ninavyokuambia kwamba he is the real person in you, so that you may experience him and understand
by yourself. Mungu, sema: Baba, katika Kristo Yesu, nasema asante kwa kunipenda. Asante kwa kunichagua. Asante kwa ajili ya mwanao Yesu Kristo aliyeteswa, akafa, akazikwa, akafuka kwa ajili yangu. Nami nampokea leo ndani yangu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tangu sasa na hata milele. Nakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu sasa uko ndani yangu, unanifundisha kweli yote na kunifunulia habari njema kuhusu Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Asante Baba kwa kunizaa mara ya pili, nami ni mwana ndani ya ufalme wa Mungu. Ninaishi katika utukufu na udhihirisho wa kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo na utukufu wa wokovu wetu hapa duniani. Amen, amen, amen. Hongera sana mwana wa Mungu ambao umeungana pamoja nami na kushiriki sala hii pamoja nami. Napenda kukupongeza sana, kwani tunao furaha sana mimi pamoja na malaika wote na wana wa Mungu wote kwa kukupokea katika ufalme wa Mungu na kushangilia kwamba wewe sasa ni ndugu yetu katika Kristo Yesu. Asante, na nakushauri kuendelea kufuatilia somo hili, kwani litaendelea na tutazidi kuendelea kuona uaminifu wa Mungu Baba kwetu kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, lakini kupitia Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu na kutufunulia uaminifu wa Mungu Baba kwetu sisi wana, ili tuishi na kutawala na kutiisha na kuzaa na kuongezeka na kumiliki juu ya nchi kupitia Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu, anayetufunulia kweli yote kuhusu Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Mwana wa Mungu, endelea kumkaribisha tena ndugu, jamaa na rafiki ambao unaona hizi habari njema hakika zitamjenga, zitamuimarisha. Endelea kushare hizi habari njema kwa wafanyakazi wenzako, wanafunzi wenzako, everybody around you. Mpatie hizi habari njema, endelea kumpatia hii link, endelea kutufuatilia katika Sonship Spirit TV kama siku ya leo ambapo umetazama, lakini pia unaweza kaendelea kutufuatilia katika social media mbalimbali kwa jina la Singing in the Spirit Media, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Singing in the Spirit Media. Karibu sana mwana wa Mungu, na furaha tena kukuona tena katika Ijumaa inayokuja tukimshangilia Mungu Baba kwa pamoja. Habari njema ni kwamba unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. Mimi ninakupenda, ninakufurahia, lakini Singing in the Spirit, God is at work. Shalom, shalom.